Anze hapa. Yes, amefunga na ameweza kutoa assist pia kwenye goli la Depu nafikiri. Ni uzuri, kwa bahati nzuri pia nilizungumza nafikiri siku mbili kabla ya huu mchezo. Nikasema kwamba Alan Okello ni mchezaji ambaye anaonekana historically anaonekana huwa anaanza hivyo, yani kama vile speed yake anavyoanza msimu inakuwa sio nzuri sana. Ukifuatilia akiwa na Vipers, of course akiwa na Vipers msimu wake wa kwanza alikaa takriban mechi 6 bench kabisa, alikuwa haanzi kwenye kikosi. Baadaye akaja kutambulishwa kwenye mechi ya 7 dakika kama 75, alafu mechi ya 8 ndo akaja akafunga bao lake la kwanza, anamaliza msimu na mabao 3. Msimu unaofuatia ambao ni msimu uliopita alikwenda mechi 4 za kwanza pasi na kufunga bao wala kutoa assist ya bao, ingawa alikuwa anacheza. Akaja akafunga bao la kwanza dhidi ya URA kwa mkwaju wa penalty kama ambavyo alivyofanya dhidi ya Yanga, manake alienda mechi 5, alafu akaja akafunga bao la penalty katika mchezo dhidi ya Singida. Kwa hiyo anaonekana ni mchezaji ambaye huwa anaanza akiwa low, yani anakuwa chini, lakini baadaye gari linakuja linawaka. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye nafikiri kufunga kwake katika mchezo wa mwisho wa ligi, lakini kufunga pia katika mchezo wa jana wa FA dhidi ya Polisi kunaweza kwenda kumuongezea ile nguvu na morali ya kuweza kufanya kazi na kuweza kuperform na kurudisha kiwango chake ambacho pengine wanayanga wanakitegemea kutoka kwake. Mimi kwa upande wangu bado naamini ni mchezaji mzuri tu, ingawa hajaanza vizuri kusema ukweli, lakini ni mchezaji ambaye kama atakuja kujipata kurudisha mguu wake, basi anaweza akawa mchezaji mzuri na mkubwa sana kwenye ligi yetu. Of course mimi binafsi bado sijamkatia tamaa. Yeah. Bado hajaonyesha kile ambacho watu walitarajia katika kikosi cha Young Africans ligi kuu Tanzania bara 2025-2026. Ni mapema kusema bado hajaonyesha, kwa sababu of course ndo kwanza kajadirisha dogo, ina maana na miezi takriban 2 tu. Kwa hiyo naweza nikasema ni mchezaji ambaye anahitaji muda kuweza kuadapt. Unajua sometimes hao wachezaji wanakuwa wanahitaji ile muda wa kuadapt. Kila mchezaji ana muda wake wa kuingia kwenye mfumo na kuingia kwenye ligi, kuzoea mazingira, kuzoea uchezaji wa timu yake na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa Alan Okello nafikiri ni sehemu pia ya ambayo inaweza ikawa inamsumbua kwenye ile adaptation tu, lakini sio kwamba mchezaji mbaya. Ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kuofa kitu kama ataendelea kuaminiwa, atazoea mazingira, na pengine anaweza akawa mchezaji muhimu kwenye kikosi.